Amen. Unaweza ukaketi katika uwepo mzuri wa Mungu na nikukaribishe kwenye ibada ya Alhamis ambayo Mungu anatupa wasaa wa kujifunza neno lake, alafu vile vile anatupa nafasi ya kuomba. Amen. Na somo ambalo Mungu ametupa kwenye mwezi wa 4 ni somo linaitwa Iweni watakatifu, be ye holy. Iweni watakatifu. Na nimeanza kulielezea kwenye Jumapili ya kwanza. Nilivyoanza kufundisha somo, nilifundisha dhana ya utakatifu, the concept of holiness. Alafu kuna vitu vingi tuliviangalia huko ndani kuhusiana na dhana ya utakatifu. Alafu tukaendelea mbele, tukaangalia kipengele ambacho nilikiita ecclesia. Ecclesia yani walioitwa au baraza au kikao, walioitwa kutoka miongoni mwa wengi. Na tuliwekeza muda kuangalia hiyo kwa upana, na leo nitashughulika na swala la mwenendo. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hiyo kutokea kwenye andiko nanga ambalo tumeona na sina namna ambayo naweza nikarudia sana kukuhimiza ya kwamba neno la Mungu lina umuhimu kiasi gani kwetu. Najua hiyo ni shule ambayo tayari nishafundisha. Kwenye andiko letu nanga, Petro wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 16. Petro wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 16. Mzee Petro anaandika, anasema, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Anasema kwa maana imeandikwa. Kwa lazima twende tutafute ni wapi imeandikwa, na imeandikwa kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 na mstari wa 2. Neno la Mungu linasema hivi: nena na mkutano wote wa wana wa Israel, uwaambie, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Na mnakumbuka mikazo niliyoweka siku ya kwanza wakati nazungumza dhana ya utakatifu. Nilisema sababu ya kwanza, first and foremost, wale wamesoma history na mnaita nini, arts, walikuwa wakiandika essay, unasema ile first and foremost, sababu ya kwanza na ni ya muhimu kuliko zote,
Kuna mtu amefufuliwa pamoja na Kristo. Anasema kama hiyo ni kweli, basi yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa kama kweli mmefufuliwa pamoja na Kristo, kuna kitu ambacho mnakitafuta. Anasema mnayatafuta yaliyo juu. 2, anasema yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa anasema kuna mambo ya kutafuta na kuna mambo ya kufikiri. Na nikadivert kidogo siku ya Jumapili, nikaenda Wafilipi 2:12, nikaanza kufafanusha dhana ya utimizeni wokovu wenu. Utimizeni wokovu wenu. Haleluya, haleluya. Kuna mtu anasaidika? Ya, neno la Mungu nasema utimizeni wokovu wenu. Sasa twende mbele kidogo. Nilianza kwa kuweka utangulizi ya kwamba Mtume Paulo anaonyesha ya kwamba mwenendo wa muamini, mwenendo wa utakatifu, na muamini ni mtu ambaye amefufuka pamoja na Kristo. Unaelewa hapo? Unaelewa vizuri? Tunafuatana kwenye train of thoughts. Ndio, muamini ni mtu ambaye amefufuka pamoja na Kristo. Yesu anajua amefufuka pamoja na wewe, na wewe unajua umefufuka pamoja na Yesu. Hamsingiziani. Yaani haumsingizii Yesu na Yesu hakusingizii. Unajua kuna watu ambao Yesu anasema mimi nimefufuka kwa ajili yako, alafu yeye anasema hapana, hapana. Kwa hamsingiziani. Sasa muamini kwenye hii sura ya 3 ya Wakolosai anaonyeshwa na Mtume Paulo kuna maeneo kadhaa ambayo anapaswa kuexhibit, kuonyesha, kudhihirisha ya kwamba amefufuka pamoja na Kristo. Anayatafuta yaliyo juu, anayafikiri yaliyo juu. Na unaona on display kwenye maisha yake ya siku kwa siku. Nikakwambia eneo la kwanza ni ngazi ya maisha binafsi, personal level. Maisha binafsi. Yaani umejifungia mwenyewe chumbani, umejifungia mwenyewe nafsini, kama Biblia inavyosema Mungu aonaye sirini, uko sirini kwako. Hakuna mwanadamu anaona, mchungaji hajui, mwenzi hajui, rafiki hajui, lakini kuna namna uko ndani yako mwenyewe. Uhitaji msimamizi, uhitaji hata hamasa, ikiwa umefufuka pamoja na Kristo. Hayo ndio yatakuwa mambo ambayo unaelekea. Na niliyataja siku ya Jumapili, na si mbaya nikayarejelea leo kidogo. Jambo la kwanza anasema vifisheni viungo vyenu. Mstari wa 5 mpaka mstari wa 7 wa kitabu cha Wakolosai sura ya 3. Anasema basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Alafu anasema uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani ndio ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Kwa Mtume Paulo anaonyesha kuna mambo ambayo ni mambo ya zamani. Sema vifisheni viungo vyenu. Viungo vyenu inapokuja kuhusiana na hayo mambo, you have to kill them. Ni kwambia hilo neno kwenye lugha ya Kiingereza, of course hata Kiswahili, vifisheni, viueni. Kill them. Vinyimeni uwezo viungo vyenu kwenye haya mambo. Anasema haya mambo mliishi zamani. Sasa nilikuwa na tafakari. Anatuonyesha ya kwamba muamini aweza kuishi kwenye haya mambo. Anaweza kuishi, ameokoka, amefufuliwa pamoja na Kristo, anaweza kuishi kwenye haya mambo. Kuna kitu ameshafanywa kuwa mtakatifu kwa nafasi, by position, kwa kumwamini Yesu. Lakini kuna kitu muamini mwenyewe anapaswa kufanya, ninapaswa kufanya, unapaswa kufanya, ambayo sio Yesu anafanya, ni wewe unafanya, kwa sababu Yesu amefanya kwa kukupa nafasi tayari. Amen, amen. Kwa kazi ya kuvifisha viungo ni kazi ya muamini. Kazi ya kuviua viungo ni kazi ya muamini. Na hiyo ndio safari ya kuelekea utakatifu. Sasa leo kuna mkazo nataka niweke hapo.
nimesema ya kwamba katika hao ninyi mlitembea zamani. Kwa hiyo ni mambo ya zamani, ni mambo yaliyopita, hayapaswi kuwa ni present yako au ni future yako. Lakini nataka uone kitu kwenye mstari wa 6. Anasema kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Kwa kuna mambo ambayo mwamini akiyafanya yanavuta ghadhabu ya Mungu kwenye maisha yake, yanavuta hasira ya Bwana kwenye maisha yake. Yaani unamwelekeza Bwana piga hapa, Bwana shughulika na jambo hili, yenyewe yanavuta. Kwa Mungu anachukizwa pale ambapo mwamini amepewa utakatifu kwa nafasi, halafu ameukataa utakatifu kwa tabia, kwa mwenendo. Inavuta ghadhabu ya Bwana. Sasa utagundua kuna mtu ambaye ni mwamini, ameokoka, anakemea sana mapepo, na kumbe ni ghadhabu ya Bwana imekalia hilo eneo, kwa sababu kuna aina fulani ya mwenendo wako nao. Hapo utawekewa sana mikono. Hapo utasingizia mchungaji hana upako. Hapo utasingizia utendaji wa neema. Neno la Mungu limesema ya kwamba kwa ajili ya hayo huja ghadhabu ya Bwana. Sasa unafanyeje kuitoa ghadhabu ya Bwana? Ni kutoishi katika hayo, maana yake kuvifisha viungo. Ninaelezea vizuri hapa. Waangalia, kuna watu wanajivutia ghadhabu wenyewe, wanajivutia laana wenyewe, wanajivutia uharibifu wenyewe. Na nisikilize vizuri, ghadhabu ya Mungu ikiwaka, hakuna huruma ya yeyote inaweza kukusaidia kwenye ghadhabu ya Bwana. Afadhali ghadhabu ya wanadamu, afadhali ghadhabu ya shetani, huruma za Bwana zinaweza kukutoa. Ghadhabu ya Bwana ikija, hakuna huruma inaweza kufanya kazi. Hakuna mchungaji anaweza kufanya kazi. Hakuna maombezi anaweza kukunasua. Ghadhabu ya Bwana ikija, utaona vitu vinaharibika tu. Vitu vinaharibika tu. Vitu vinapukutika tu. Ni nini? Ghadhabu ya Bwana iko kazini. Iweni watakatifu, vifisheni viungo vyenu. Amen. Umenielewa vizuri hapo, mtu wa Mungu? Nimeelezea vizuri? Amen. Sasa tusogee mbele kidogo. Mstari wa 8 nilikuonyesha mambo ambayo anasema yawekeni mbali. Mstari wa 8 anasema lakini sasa yawekeni mbali na ninyi haya yote: hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Na niliwekeza muda siku ya Jumapili kukuonyesha kuhusu ishu ya hasira. Mwamini hapaswi kujivunia hasira. Mwamini hapaswi kuzungumzia swala hasira kama ni swala la kujivunia, kwamba mimi hasira yangu ikipanda mke wangu tulivyorudi nyumbani akawa anasema kuna watu wanajivunia, anasema mimi hasira yangu ikipanda hapa na chana nguo, navua nguo. Mwamini hapaswi kujivunia hasira. Tunasikilizana vizuri? Leo nataka nikazie vitu kadhaa hapo, vitu vya kuweka mbali. Anazungumza kuhusiana na speech, usemi. Huo ndio mwenendo wa utakatifu. Anazungumzia kuhusiana na speech. Anasema na matukano na matusi vinywani mwenu. Matukano na matusi vinywani mwenu. Kwenye kinywa cha mwamini haipaswi kufikirika ya kwamba yanaweza kupatikana matusi kwenye hicho kinywa. Lugha ya matukano haipaswi kufikirika ya kwamba mwamini kwenye mdomo wake. Asante Roho Mtakatifu. Nasikia tu huku ndani yangu, ili nikufafanulishie vizuri. Tukamsikilize mzee Yakobo. Mzee Yakobo anaelezea idhana vizuri. Wakati anazungumzia ulimi.
kwenye sura ya 3, tuanze mstari wa kwanza. Anasema, ndugu zangu, msio walimu wengi, kijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Of course, kuwa mwalimu, kufundisha neno la Mungu ni kujiandikisha kwenye hukumu kubwa. Hiyo ni shule nyingine. Kufundisha neno ni kujiandikisha. Hukumu ambayo anapewa mwalimu ni kubwa, na ni kweli. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Mtu ambaye anaweza akajizuia, asijikwae kwa ulimi wake, kwa kinywa chake, mzee Yakobo anasema, huyo ni mtu mkamilifu. Na haimaanishi ya kwamba sio eneo ambalo ni halifikiki. Anamaanisha ni eneo linafikika. Anasema, angalieni, twatia lijamu katika vinywa vya farasi ili wamtii, hivi twageuza mwili wao wote. Tena angalieni merikebu, ingawa ni kubwa kama nini. Mnajua merikebu, meli kubwa kama nini, na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na usukani mdogo sana, kokote anakoazimia kwenda nahodha. Vivyo hivyo, in the same manner, lijamu ni ile ambayo anavalishwa farasi, alafu usukani mdogo sana unaongoza meli. Anasema, vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, na ndio utiao mwili wote unajisi. Huwasha moto mfululizo wa maumbile, nao huwashwa moto na jehanamu. Kwa maana kila aina ya wanyama, ndege na vitambavyo katika bahari vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu, bali ulimi hakuna awezaye kuufuga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Anasema, kwa huo twamhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa mfano wa Mungu ambaye tunamhimidi. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Alafu ana conclude, ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Haifai. Yaani kwa kinywa hicho hicho unamwangalia mtoto, unamwambia, au unamwangalia mtu unamwambia, angalia miguu yako. Mtu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu, halafu unageuka unasema, Mungu muumbaji, sifa ni zako Bwana. Mungu anasema, mbona umetoka kunitusi sasa? Anasema haifai kuwa hivyo. Kwa hiyo kwa mwenendo haupaswi kuacha ulimi uwe kwenye default mode. Unapaswa kuutamu, unapaswa kuushikilia ulimi wako, unapaswa kuongoza ulimi wako. Anaendelea mbele, anasema, anauliza, je, chemchemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Hilo ni swali, na kila swali huwa tunapaswa kupose na kujibu. Haya, kama hujajibu hilo, anauliza jingine, ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zeituni, au mzabibu kuzaa tini? Au ndugu zangu, je, mahindi yanaweza kuzaa karanga? Je, maharage yanaweza kuzaa pears? Si unaona ambavyo ni weird? Yaani nyinyi wenyewe mnanicheka, mchungaji, mahindi yanazaaje karanga? Sasa kwa jinsi ambavyo inachekesha, ndivyo ambavyo inapaswa kuchekesha, ya kwamba kwenye mdomo wa muamini eti kuna matukano. Kwenye mahindi unaenda kuchukua karanga, kwenye mbaazi unaenda kuchukua maboga. This is funny. Hii ni kitu cha ajabu. Haipaswi kuwa hivyo. Anaendelea mbele, anasema, kadhalika chemchemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu.
Hiyo itakuwa ajabu kweli. Kwa sababu unajua maji yamejichanganya. Hamna layers ya kwamba haya ukienda kwenye kisima unachota maji matamu yanaisha, alafu unakuja ya chumvi, hiyo layer inaisha, inakuja matamu. That's wewe ndani yako muamini umetunzaje matusi na sifa? Sababu anasema kwa kinywa hicho hicho tuna laani, kwa kinywa hicho hicho tunasifu. Anauliza hizo layers kwenye mdomo wako, kwenye ulimi wako, kwenye kinywa chako, hizo layers zimekujaje? Kwa hiyo muamini ambaye anatumia mdomo wake kumsifu Bwana haipaswi kufikirika whether amekasirika, hasira zimempanda, hasira zimemshuka, hasira zimemtokezea. Muamini na matukano hapana. Watu wa Mungu wananisikia? Muamini na matukano hapana. Amen. Hiyo ndio njia utakayokumbuka. Kwa kadiri ambavyo muamini anajaa matukano, nini kinakuja? Ghadhabu ya Bwana. Kwa kuna watu wamejifinyilia maisha yao wenyewe, wamejizuilia maisha yao wenyewe. Sasa uniruhusu nisogee mbele kidogo. Kuna kitabu kimoja nakumbuka nimesoma mwaka juzi, kinaitwa Counter Culture. Nimekisoma kipindi cha nyuma kidogo, halafu nimekisoma tena mwaka juzi. Ameandika mhubiri mmoja anaitwa David Platt. Kinaitwa Counter Culture. Ukristo, injili ni kinyume cha utamaduni. Kinyume cha utamaduni wa dunia hii. Chochote unachokifanya kwenye injili ni kinyume cha utamaduni. Kwamba kuna Mungu mmoja sio kawaida. Ni kinyume cha utamaduni. Utamaduni unafundisha tuvumiliane, sisi watoto wa baba mmoja tuvumiliane. No, Mungu ni mmoja. Mmoja na wa kweli. Mwokozi ni mmoja. Kitabu ambacho Mungu amezungumza, ambacho ni neno la Mungu, ni kimoja, ni Biblia. Ni counter culture. Dunia inafundisha tuchukuliane, tukubaliane ya kwamba dini zote ni sawa, hizi tu ni njia mbalimbali zinaenda sehemu moja. Kwa Ukristo ni counter culture. Na utamaduni tuliopo ni utamaduni ambao tunaita umejaa perversion, umejaa uasi, umejaa uovu, umejaa matusi, umejaa matukano. Ndio dunia ambayo tunakaa. Sasa hivi ukifungulia redio, ukifungua sijui YouTube, haiwezekani ukiondoa nyimbo za injili usikilize nyimbo ambazo zinakubalika kiutamaduni 5 bila kuwa na lugha ya matusi. Haiwezekani. Haiwezekani. Na of course, kama unataka kusikika sana, kama unataka kwenda mbali sana, onekana una uthubutu wa kutukana. Hata sasa hivi ukitaka kutoa hoja, usikie yani attention inakuwepo mtandaoni, weka na lugha chafu. Ukiongea maneno ya staha, maneno ya heshima, maneno yanayositiri, maneno yaliyojaa adabu, unaonekana wewe ni outdated, wewe ni wa zamani, wewe hauna nguvu, wewe sio jasiri, wewe hauyawezei mambo, wewe hujui mambo. Hata sasa hivi kwa mfano, ukienda mtandaoni unaweza ukakuta watu hawamjui kabisa mhubiri. Unaweza ukakuta kwa mfano, nimeona saa nyingine labda mtumishi wa Mungu alienda kwenye, kwa mfano kuna TV na hoji sana watumishi, inaitwa Clouds. Kwa ameenda kwenye kipindi fulani, so kuna clip imekatwa ikawekwa. Unaona mtu hamjui kabisa huyo mhubiri, anaanza kumtukana. Kwa nini? Ujasiri kwenye zama hizi ni wavagae watu watukane. Ndio unaonekana huyu jamaa huyu, bwana huyu jamaa ni jasiri. Huyu jamaa ni jasiri. Kwa mfano mtu akaja akakuandikia ujumbe, ukamtusi, ukamchambua, ukamonyesha namna gani mjinga, namna gani hafai, unaonekana sasa wewe ni mtu ambaye nini, hauingiliwi mambo yako. Kwa hiyo kwenye dunia hii kitu ambacho kinaonekana ni ushujaa, kwenye Biblia sio ushujaa. Kwa muamini anapaswa kuwa kinyume kabisa na utamaduni ambao upo. We are counter cultural.
Bwana Yesu na asifiwe. Hallelujah. We are countercultural. Kwenye kinywa cha muamini hakupaswi kuwa na matukano, hakupaswi kuwa na lugha ya matusi, hakupaswi kuwa na lugha chafu. Napenda tu swali tena. Je, mtini waweza kuzaa zeituni au mzabibu kuzaa tini? Haiwezekani. Haiwezekani. Hallelujah. Kuna watu wamesaidika hapo. Yeah. Au ni mambo ya kuweka mbali. Tuangalie mambo mengine. Tuko kwenye ngazi binafsi. Hii sasa unajua ni uko mwenyewe. Yaani uko mwenyewe. Sasa hiyo ni matusi mdomoni, lakini neno la Mungu of course linasema hivi. Ambayo yameujaza moyo wa mtu ndio ambayo yanatoka. Kwa ili yatoke lazima kwanza haya yamejaa. Kwa mpaka tukasikia umetukana, ndugu, yani ushatukana miaka 2 iliyopita, ulikuwa unatukana sana sirini. Saa nyingine kuna labda mzazi au nani au mtu amekukosea, unamtukana kimoyo moyo. Yalikuwa amejaa, ulikuwa uwezi kuvocalize. Ulikuwa walau somo la iweni watakatifu ulikuwa nalo. Sasa yani yameshajaa kiasi kwamba uwezi tena kuyazuia, unashangaa tu ukizungumza tu yametoka. Unajua kuna watu ambao hata hawajui wametukana. Waga wanatukana hata hawajui. Ni nini? They are so full of matusi. Bwana Yesu atusaidie sana. Najua utaonekana mshamba, lakini ndio hivyo. Ndio inapaswa kuwa hivyo. Alafu kwenye mstari wa 9 mpaka mstari wa 11 kuna maelekezo yanasema, msiambiane uongo, kwa kuwa mmeuvua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Hapo hapana Myunani wala Myahudi, kutahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala muungwana, bali Kristo ni yote na katika yote. Kwa kuna mambo anasema anasema msiambiane uongo. Sema msiambiane uongo, na nilikazia sana Jumapili ya kwamba kuna vitu ambavyo haupaswi kufikiria mara mbili. Mkuwa muamini, napaswa sentence yako iwe ni hivyo. Ikifika mahali tunaenda ku cross check sentence yako kama ni kweli, then haujafufuka pamoja na Kristo, usahau tulikotokea. Unakuwa ni mtu ambaye unasema uongo, unatunga uongo, unasema uongo. No. Muamini. Haya ni mambo ambayo unaweza ukaona ni madogo madogo. Paulo anasema ikiwa mmefufuka na Kristo, haya ndio mambo ya kutafuta. Haya ndio mambo unapursue. Hizi ndio ndoto za kufukuzia. Haya ndio malengo unaweka, mwaka huu ninataka niishi maisha ya namna hii. Hakuna tone la uongo kwangu. Amina watu wa Mungu. Kuna jambo anasema swala la kuvua. Sawa? Mmevua kabisa utu wa kale. Mstari wa 10 anasema mmevaa utu mpya, na nafikiri nilielezea siku ya Jumapili. Alafu angalia mstari wa 13. Mstari wa 13 anasema mkichukuliana na kusameheana. Hiyo ni tabia nyingine, ni mwenendo wa utakatifu. Na hii concept tutaiona sana kwenye maandishi ya Mtume Paulo. Kuchukuliana na kusameheana. Anafundisha sana. Na kwenye Wagalatia anasema mtu wa kwenu akiwa amegafirika au amerudi nyuma, ninyi ambao ni wakomavu au watu ambao mmekuwa katika imani, mrejezeni kwa moyo wa upole. Hiyo ndio anasema swala kuchukuliana. Nisikilize vizuri mpendwa. Nisikilize vizuri. Moja ya kitu ambacho kitafanya maisha katikati ya jamii ya imani yawe mazuri ni moyo wa kuchukuliana. Moyo wa kuchukuliana. You can always bear with others. Unaweza kuwachukulia wengine katika udhaifu wao, katika upungufu wao, katika kuweza kwao, katika
hatua zao za ukuaji unaweza ukawachukulia. Yaani sio mwepesi kunyoosha vidole. Sasa nitasema practically, mpaka sasa hivi, labda kwa kadri ninavyokuwa naweza nikaongeza orodha. Mpaka sasa hivi ninayajua mambo makubwa matatu yanayojua kutengeneza unyenyekevu ndani ya mtu mwenyewe. Najua mambo matatu. Moja, ndoa. Amen. Ndoa inajua, yani it is anointed to humble people. Ndoa inajua kunyenyekeza. 2, malezi ya watoto wako. Ukiwa na watoto na ukao na walea, watoto watakunyenyekeza. They will humble you. Tena watakunyenyekeza sana. 3, huduma. Na very specifically, uchungaji. Unajua kunyenyekeza. Ni rahisi sana. Nafikiri hata mshasikia mtu mwingine anasema, mimi ni mwinjilisti. Sileilei. Uchungaji wanachukua watu polepole, si vikao nini. I don't take some nonsense. Yaani unateta ujinga na kutimua. Na wengine hata wanasema, yaani mimi siku mimi nikichunga kanisa siwezi kuwa na remba kama Pastor JK. Siku ukichunga, yaani siku ukiwa mchungaji, na kwa kadiri, angalia, kwa kadiri ambavyo mwanandoa, mzazi na mchungaji, kwa kadiri ambavyo anakuwa na muda mrefu kwenye hilo jambo, ndivyo ambavyo anapunguza kutoa comments, ndivyo ambavyo anapunguza kucriticize. Angalia, kwa kadiri muda unavyoenda, unaonaga wazee, unaona hata anasherehekea anniversary, unaona tu amepiga picha yake na wife, anasema ni kwa neema tu. Alafu wale wenye ndoa kwenye miezi mitatu, wenzao wakipost, wanaanza kukosoa hiki, wanakosoa hiki. Ndoa inajua kunyenyekeza. Sasa Mtume Paulo anasema hivi, kuchukuliana na kusameheana. Maana yake usiwe mtu ambaye kila saa you are very quick. Iki hujafanya hivi, iki hujafanya hivi. Unaweza ukamwambia, brother, nimeona hapa kuna doa kwenye hii shati yako nyeupe, hapa kuna doa. Nataka tumwamini Bwana kwa siku 3 za kuomba kwa ili uvuke. Nachukuliana. Ndugu, ninaona kuna hili jambo umelegea. Kuna hii tabia ya mwilini inakuonea. Baada ya kuanza kuzunguka na kuanza kumsengenya na kuanza kumsema vibaya, unaweza ukambeba. Unaweza kumwambia, kaka, mimi hapa nilivuka kwa maombi. Kaka, mimi hapa nilivuka kwa kitu fulani. Njoo tumwamini Bwana pamoja. Njoo tulie pamoja. Njoo tumtafute Bwana pamoja. Badala atajijua, atachomwa moto. Unaweza ukamchukulia. Sasa Paulo anasema hivi, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, sio ya uongo, akiwa na sababu, sio ya kutunga, legit, sababu halali, anasema hivi, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo na ninyi. Bwana alikuwa na sababu halali ya kutuvunja, akatusamehe. Kwa hiyo ukiwa na sababu, achana na hii kwamba si unafikiria, yani ukweli kabisa amenikosea. Sababu ni 1, 2, ushahidi ni 1, ni 2. It should remind you na wewe umesamehewa. Na hii ni kanuni ambayo imenisaidia sana. Humbly speaking, kwenye ndoa, humbly speaking, mwenzangu anaponikosea, naposema mwenzangu namaanisha mama mchungaji, jamani, si ndio? Msiko asema, mwenzake na pastor ni nani? Mama mchungaji. Mwenzangu anaponikosea, kabla sijarukia na kuwa judgmental, kunikosea kwake kunanikumbusha namna gani yeye huwa ananisamehe. Kwa badala ya kwenda haraka na kuanza kumshambulia,
nikiona sangine amekosea, it's a reminder ya kwamba huwa nakosea na huwa ananisamehe. Kwa hiyo inabadilisha attitude yangu namna gani tuna deal na hilo kosa. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo hata uwe na sababu halali, una ushahidi, una vitu umeshika, evidences, lakini bado itabadilisha approach yako. Itabadilisha namna yako ya kuendea. Na ukifanya hivyo, ndio unayafikiri yaliyo juu, unayatafuta yaliyo juu. Amen. Amen. Okay, hiyo ni ngazi binafsi, si ndio? Hiyo ni ngazi binafsi. Twende ngazi ya familia. Na huwa napenda kusema hivi, neno la Mungu sio tu kwa ajili ya kanisani, ibadani, sio la kidini, ila ukienda kule nje ndio unapaswa uanze kulitekeleza. Kwa hiyo mkiwa mmefufuka pamoja na Kristo, hadi kwenye nyumba zenu it matters. Sasa hapa nachofanya ni some sort of exposition. Sio exposition ya 100%, ila some sort of exposition. Ingekuwa nafanya exposition ingekuwa ndio mstari mmoja mmoja. Lakini unaona nimefunga hilo wazo na kuja wazo jingine kuanzia mstari wa 18. Siko kwenye darasa la ndoa, lakini ndivyo Mtume Paulo ameyaweka. Na aliandikia kanisa la Kolosai kusema hiki kipande mtawaambia wanandoa wakajichimbie kule chemba wasome. Aliweka pew. Kwa hiyo mtoto wako anasoma wakati na wewe unasoma. Mstari wa 18. Ninyi wake. Hao wake anaozungumza, usisahau, ni waliofufuka pamoja na Kristo. Huu ndio ugomvi wangu. Ukitaka utumie haya maandiko kufundisha ndoa za non-believers, sio sawa. Ni sasa unatumia katiba ya Tanzania kuwaelekeza wa Kenya. Haina uhalali. Sio mamlaka kwao. Huwezi kuchukua hii ukaenda ukachukua wale wanafundisha nini zile huko. Zile wanakaga wanawake wanafundisha hizo. Huwezi chukua ukaenda kukutana na genge la non-believers unawaambia ninyi wake watini waume zenu. Akwambia waume wapi? Waume wea? Ndio atakuuliza hiyo. Kwa nini? Kwa sababu Biblia, maandiko kwao sio authority, ni katiba ya nchi nyingine. So it's irrelevant. Kwa haya ni wanaoyasikia na wanayaelewa ni wanawake waliofufuliwa pamoja na Kristo. That is to say, mwanamke aliyefufuliwa pamoja na Kristo akianza kuhangaika kuelewa katiba yao, tunaanza kuhoji uraia wake. Wewe ulisema ni Mtanzania, mbona una struggle na katiba ya Tanzania? Wewe ulisema ni mbinguni, mbona una struggle na katiba ya raia wa mbinguni? Ninyi wake watini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Mstari wa 19. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Kwenye shule ya ndoa nilifundisha hicho kipengele, msiwe na uchungu nao. Kwa hiyo ameonyesha potential, uwezo wa kuwa na uchungu dhidi ya mke. Sasa sio darasa la ndoa, lakini Mtume Paulo ndo anaigongea hapo. Kuna potential, yani mwanaume kuwa na uchungu na mwanamke ni kufikia. Ni swala la kugusa. Ni swala la kufikia. Mwanaume kuingia uchungu dhidi ya mke ni swala la kufikia. Na kule kwenye darasa la ndoa, nenda ni YouTube, kuna shule nimefundisha hiyo, na inaitwaje? Threefold Code. Kamba ya nyuzi 3. Nimefundisha hicho kipengele. Nikafundisha kuhusu watu walio kwenye nafasi ya mamlaka. So mwanaume kuna nafasi Bwana amemweka, nafasi ya uongozi. Na watu walio kwenye nafasi ya uongozi mara nyingi chochote ukifanya anatafsiria kwenye nafasi ya uongozi. Anatafsiria kwamba hujaniheshimu. Kwa ni haraka sana anaweza akasikia uchungu. Kwa lazima awe na shule fulani ya kwamba hiki ambacho huyu mama amezungumza haja challenge nafasi, anazungumza na mume wake. Amen. Nasema wala msiwe na nasema
wala msiwe na uchungu nao. Alafu anatoka kwa mume anaenda kwa watoto. Ninyi watoto, watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Amen. Unaona, anazungumza na familia nzima. Ameanza na wake, akaenda na waume, sasa anazungumza na watoto. Na kila mmoja wetu lazima yuko mahali fulani. Wewe ama ni mme au ni mke au ni mtoto, kimoja wapo. Kwa mambo ya utakatifu kwenye familia imo. Hajasema wazazi wa namna gani, anasema wazazi wenu, si ndio? Sio wazazi wenu watakatifu. Ikiwa wewe ni mtakatifu, umefufuka pamoja na Kristo, haiwahusu mambo ya wazazi. Wazazi kama ni watakatifu au sio watakatifu, ili mradi wewe umefufuka pamoja na Kristo, basi watii wazazi. Kuna mtu ananisikia vizuri? Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo angalia namna gani unavyoenenda kuhusiana na wazazi, namna gani unaenenda kuhusiana na mwenzi wako, mme au mke wako. Inaonyesha unayafikiri yaliyo juu, unayatafuta yaliyo juu au la, ikiwa umefufuka pamoja na Kristo. Alafu anaenda mbele, anasema ninyi akina baba, very specifically, msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Na hii ni shule nyingine kubwa sana. Mara chache sana utasikia ile andiko linahubiriwa. Mara nyingi utasikia enyi watoto watini, waheshimu baba na mama. Lakini ili andiko kama huwa limefichwa, wababa msiwaprovoke watoto wenu, msiwachokoze watoto wenu. So sooner or later wengine hapa mtakuwa wababa kama tulivyo sisi. So tunza hii moyoni ya kwamba kuna mwenendo usiofaa ambao baba aweza kufanya, ambao unamkatisha tamaa mtoto kuendelea kujibidiisha. Bwana Yesu atusaidie sana. So hiyo ni ngazi ya familia, mstari wa 18 hadi 21. Alafu nataka uangalie mstari wa 22 mpaka mstari wa 25, hii sura ya 3. Anahamia kwenye eneo la kazi. Of course mpaka mstari wa 1 sura ya 4. Anahamia eneo la kazi. Alikuwa ngazi binafsi, akaja ngazi ya familia, na kuna maelekezo anatoa, halafu anaenda kwenye ngazi ya kazi. Anasema ninyi watumwa, watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo, mkimcha Bwana. Sasa angalia, wakati anaandika kulikuwa kuna mfumo wa uzalishaji mali, na huo ni mfumo wa utumwa. Na mtu akiokoka haimuondoi kwenye mfumo uliopo. Kwa mfano, umeokoka na wewe ni secretary, hauwezi kurudi ofisini kusema sasa nimeokoka, nimekuwa kiumbe kipya, boss toka, mimi nikae hapa. Au nyie mlifanya hivyo? Si ndio teacher? Huwezi kusema sasa mimi nimezawa kwa roho, ukaenda ukamtoa headmaster au headmistress kwamba mpisha, naenda kumuondoa mkurugenzi wa kampuni. Ni nini? Nimezaliwa upya. Bado unabakia vile vile kwenye nafasi yako. Sawa sawa. Sasa anasema namna gani uwe mtakatifu kazini? Anasema uwe mtii. Haleluya. Haleluya. Alafu anasema namna gani unakuwa mtii? Sio kama vile unajipendekeza. Na hapa ni muhimu sana. Ona, sasa hivi watu wengi sana ukiwaangalia, utii wao ni kwa sababu kuna kitu wanakitaka. Kuna kitu kiko nyuma wanakitaka, ambayo tunaita ni manipulation. Kwa hiyo wanajipendekeza, so to speak. Kuna kitu anataka, kuna favor anataka, kuna promotion anataka.
Kwa hiyo anaamua kutii ili apate hicho anachokitaka. Sasa Paulo anasema msifanye hivyo, sio kama wanaojipendekeza kwa wanadamu. Kipimo ni Mungu. Na hapa anaonyesha kabisa kipimo sio wanadamu. Anasema bali kwa unyofu wa moyo mkimcha Bwana. Our reverence is to the Lord. Kwa hiyo kule kazini, kule kwenye mradi, namna tunavyohusiana na our seniors, namna tunavyofanya kazi, na sasa unaweza kuitanua namna unavyohusiana na patients, na wateja, na watu ambao wanakuja muwahudumie, watu wanaonufaika na huduma zenu kwenye hiyo kazi unaofanya, au watu wanaonunua kutokea hapo. Namna gani unahusiana nao ni mwenendo wa utakatifu inaonyesha. Ushai kwenda sehemu wanakuhudumia, hafu unaona kama wamelazimishwa kukuhudumia, kama vile maliza uondoke. Kwanza mnavyokuja wateja wengi ndio mnatuchosha. Sasa that's unholy. Hiyo sio takatifu. Inapaswa uwe na mwenendo wa utakatifu. Namna gani unahudumia watu? Kama ni mwalimu, namna gani unahudumia hao wanafunzi? Sio aise, mbona kengele haigongi tu? Yaani unarashia tu. Hii imeisha kwa yenyewe imeisha. Sasa hamjaelewa nini hapa? Ndio unauliza, hamjaelewa nini hapa? Yaani ili mradi tunaona ni mizigo. Watakatifu hawako hivyo kazini. Watakatifu sio ambao wanaangalia tu muda wa kutoka kazini. Watakatifu sio wanaangalia tu muda wa lunch au wa breakfast. Anasema mwenendo wa utakatifu unatafsirika mpaka eneo letu la kazi. Watakatifu, Bwana Yesu asifiwe. Usisahau nilikotokea. Mtakatifu ni aliyewekwa pembeni. Sizungumzi urefu wa sketi hapa au urefu wa gauni. Nazungumzia aliyewekwa pembeni kwa ajili ya kazi maalum. Ndio maana ya mtakatifu. Na mtakatifu kuna namna yake ya kuwaza, namna yake anavyoyaendea maisha. Huwezi ya kwamba wewe ni mtakatifu na ni mtu ambaye kazini ni hauheshimu bosi wako, unamdharau immediate bosi wako, immediate supervisor wako, unadharau clients, unadharau customers, unadharau au patients, unadharau au beneficiaries wa hicho kitu ambacho unakifanya, halafu unatarajia ya kwamba wewe ni ndugu mtakatifu. Hapana, haipaswi kuwa namna hiyo. Amen. Watakatifu, amen. Tusoge mbele. Mstari wa 23 anasema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira na urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Hii ni dhana kubwa sana. Umeajiriwa kwenye kampuni XYZ, wanalipa mshahara, lakini nataka ujue kwa mujibu wa neno la Mungu, ambaye atakulipa vizuri sio bosi wako. Ambaye atakupromote sio bosi wako. Neno la Mungu linasema heshima haitoki magharibi wala mashariki. Heshima inatoka juu. Heshima inatoka juu. Kwa kuna namna unafanya kazi, anaweza akasimama hata bosi mwenyewe akasema kama Farao, tupate wapi mtu kama huyu? Anawauliza wale ambao walipaswa ndio wawe mtu huyo. Anauliza, jamani, mimi na nyie tupate wapi mtu kama huyu? Kwenye nafasi ambayo hao unaowauliza na wenyewe ni candidates wa hiyo nafasi. Yaani maana yake amewatoa. Unaelewa hiyo sentence? Yeah. Yaani sawa sawa, kuna nafasi imetangazwa, nafasi ya kazi. Kuna kwenye taasisi kuna zile nafasi ambazo zinatangazwa hapa ndani. Sasa kuna nafasi imetangazwa ndani, lakini baadaye wakaenda kuitangaza nje. Halafu mnakuja mnaambiwa, na nyie ambao mliapply mnaambiwa tupate wapi mtu kama huyu? Wakati na sisi tunaitaka hiyo nafasi. Ni heshima inatoka juu. Bosi atakulipa, lakini Bwana atakulipa vizuri. Bosi atakupromote, lakini Bwana atakupromote vizuri. Na wanawaambia hivi watu wa Mungu, fanya kazi
alafu Mungu atakufungulia milango. Mungu atakufungulia milango. Huo ni mwenendo wa watakatifu. Mstari wa 25, maana adhulumuye atapata mapato ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Mstari wa kwanza sura ya 4, kwa sababu kama Biblia ni yako, ukiangalia huo mstari ni kama umekaa kama paragraph in itself. Kwa hiyo mstari una belong juu pale. Alafu ukiangalia mstari wa pili unazungumzia, unaanza wazo jipya wa sura ya 4. Unaanza wazo jipya. Anasema, ninyi akina bwana, wapeni watumwa wenu yaliyo haki na ya adili, mkijua kuwa ninyi nanyi mna Bwana mbinguni. Ambao unaona ni wazo limechipua kutoka kwenye mstari wa 25 sura ya 3. So anageuza kote kote ya kwamba unaweza ukawa ni muamini alafu ni bwana, ni mwajiri, na kuna watu wako chini yako. Anasisitiza vile vile uwe na mwenendo wa utakatifu. Kuna watu wamenisikia vizuri? Kuna watu wamenisikia vizuri? Kuna watu wamenielewa? Sawa sawa. Sasa turudi kwenye Wafilipi 2:12. Baada ya kuonyesha hizo sehemu tatu, turudi kwenye Wafilipi sura ya 2 mstari wa 12. Kuna jambo nataka nilisisitizie ninapoanza kushusha ndege. Anasema, basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwako. Anasema, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Na niliwaambia kutimiza ni katergazomai, neno la Kiyunani, ambayo inamaanisha ni kama vile ambavyo unachukua mbegu unaenda kupanda ili uweze kuvuna. Yaani ni wewe ambaye unafanya hiyo initiative. Sio Mungu, ni wewe. Mungu amekupa mbegu na amekupa ardhi na atamwaga mvua. Lakini wewe kuna kitu lazima ufanye. Sasa Paulo anasema, work out your salvation. Fanyeni kitu fulani na wokovu wenu. Au hilo neno vile vile linamaanisha kutengeneza. Mfano mzuri ni chupa na mfuniko. Kutengeneza ili itoshe. Kutengeneza ili kitu kitoshe. So work out your salvation. Utengenezeni wokovu wenu. Ufinyangeni wokovu wenu. Mungu ameshatoa mvua, ametoa ardhi, ametoa mbegu, ila wewe unafanya kitu. Amen. Amen. Sasa angalia mstari wa 13. Ndio ambapo naweka kambi yangu alafu namaliza. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Amesema hivi, utimizeni wokovu wenu. Halafu anasema, kwa maana ndiye. Angalia wazo ambalo mara nyingi ukihubiri tu mstari wa 12 na kuja ndani ya watu wengi, mimi nitimize wokovu wangu, mimi ni work out salvation. How? Namna gani? Itakuwaje? Anasema ni Mungu ameweka mbegu, ni Mungu ameweka mazingira, ndio atendaye kazi ndani yenu. Angalia neno linalofuata, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Amen. Na nataka nizungumzie haya mambo mawili, kutaka na kutenda. Mungu ameweka ndani ya muamini uwezesho wa kuutimiliza wokovu. Nitawauliza na mnaweza mkanijibu sasa au mtanijibu kimoyomoyo. Huwa kuna shauku ndani yako. Yaani kuna shauku tu inakuja ndani. Mimi ningependa nimpendeze. Ningependa niishi utakatifu. Kuna shauku ndani, huwa iko tu. Nisingetaka nimkosee Mungu.
nisingetaka nimuudhi Mungu. Ni nini? Kutaka kwako. Sasa Paulo anasema hiyo hali ya kutaka actually ni Mungu yuko kazini ndani yako. Sasa ili Mungu asikuendeshe kama roboti, anaweka kutaka uwe kama vile unataka wewe, ila anataka yeye, ila anataka ndani yako. Ni Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu mkato, ili kuitimiza nini? Nasemaje? Kwa ni Mungu anaweka hali ya kutaka ndani ya kila muamini. Hakuna muamini nowhere ambaye hataki kuishi maisha ya matakatifu, ila ni waamini ambao unakuta anataka kuishi maisha matakatifu ila haweka out maisha matakatifu. Taifafanua hiyo mpaka muelewe. Nimesema hivi, unakuta mtu kutaka anataka, ila nguvu ya kutenda kutokeza ile mbegu ya kutaka ambayo iko ndani yake. Kwa sababu kule kutaka kanakuja kama ka sauti kadogo katulivu, kanataka. Wangapi hata unajua kuna wakati umetaka, hata sio nyakati ambazo tulitangaza maombi, ila ukataka, yani mimi nataka siku moja nije nifunge 3 kavu. Na ile usiku yani kabisa unaanza kupanga vitu, na unapangilia na maombi. Ukiamka tu ukaona chai, kutenda kunaharibika. Kutaka nasema ngoja tu ninywe chai, ila ngoja ninywe kidogo. Unaona kania kapo ila kameshindwa kutokeza. Sasa anasema utimilizeni. Mungu ameshaweka mbegu ya kutaka ndani yako. Sasa wewe ndio uipe expression, wewe ndio uitokeze. Ila Mungu ameshataka ndani yako ya kwamba ufunge siku 3. Usisubiri Margaret ya kwamba Yesu atakuja. Margaret, my dear daughter, nimetaka sasa, funga siku 3. Alafu sikie siku 3 alafu Bwana anaondokea dirishani. No way. Ni utasikia ndani yako hamu ya kufunga, ni Bwana ametaka. Ila sasa uamke ufunge. Kuna wengine wana hamu ya kuomba usiku, wanaweka na alarm, ila ikiita wanaisnooze. Nini? Kutenda kwao ni dhaifu, ila kutaka kwao kupo. Kimsingi sio wewe uliyetaka. Nikwambie, wewe ulivyo au usingetaka kuomba. By nature wewe limwili lako alipendi kuomba. Usingetaka kuomba, usingetaka kumpendeza Bwana. Kimsingi ukisikia hamu ya mambo matakatifu, ni Mungu anatenda kazi ndani yako. Give it an expression. Give it an outward expression. Yape hayo ambayo Mungu anayataka ndani yako, yape muonekano wa nje, yalazimishie. Work out your salvation. Ndio maana ya utimilizeni wokovu. Kuna watu wa Mungu wanapokea hekima. Watu wa Mungu wanapokea hekima. Wanawaambia hivi watu, ukisikia sauti ndani yako, kwa mfano, kuna mambo kadhaa ambayo ni kuhakikishia sio mapepo. Mmoja wapo, ukisikia sauti ndani yako inasema nenda kashuhudie, shetani hawezi kuambia hivyo. Ila anayekuzuia ukashuhudie ni shetani. Ukisikia ndani yako, yani umeona kuna watu pale, alafu unasikia kama ni washuhudie injili, haiwezekani shetani anaongea. Haiwezekani ni mapepo yanaongea. Hiyo nini? Ni Mungu anataka ndani yako. Sasa timiliza, tendea kazi wokovu wako. Ukisikia sauti ya kwamba funga uombe, amnaga shetani anawaambia watu wafunge waombe. Amna. Huyo shetani labda mpya, hata shetani mpya, hata shetani yao ametengenezwa kama robot. Amna shetani wa namna hiyo. Na wanawaambia ukisikia sauti ndani yako utoe sadaka. Amnaga pepo anasema hivyo, utoe sadaka. Kuna mambo kadhaa nitakwambia ambayo hata uhitaji kusema ngoja
ngoja nisikilize vizuri. No, ni Bwana. Sasa wengi wanamsikiaga Bwana. Angalia, kwa mfano ukimcheki tu hivi binti, unagundua wewe unamsikiaga sana Bwana, ila inapokuja kwenye kuoa ndio unamsikiaga Bwana. Eti umemwona, unakuja na ofisini kwangu, mchungaji, nilivyomwona moyo wangu kadunda, nikajua kabisa huyu ni Bwana ananiambia. Huyo ni mke wangu, ni Bwana ameniambia. Nini kimekutuma uje ofisini kwangu? Sasa sisemi kama ni Bwana au sio Bwana, kule kutaka ndani yako umekupa expression. Ndio maana ukaenda ofisi ya mchungaji. Sio Bwana alikwambia, aya mwanangu, chukua hatua, nenda administration block. No, ni wewe. You worked out your salvation. Uliutendea kazi wokovu wako. Ndio, ni binti umemwona, umemuelewa, ukataka ndani yako. Halafu nani akaenda akamsemesha? Ni wewe. Ukatafuta na mistari na maandiko, ukatafuta na mikwara yako, kaweka na upentekoste wako wote unaojua, ukamfuata, kaambia nalikuwa katika roho siku ya Bwana nikasikia sauti kama sauti ya maji, kama sauti ya baragumu ikisema. Alafu ndio unamwambia pale. Nini kimekupa hayo maneno? Kimekupa hizo hatua? Kimekupa ujasiri wa kumfuata? Ni nini? Umeutendea kazi wokovu wako. Sio Bwana alikuwa anakusukuma. Ni wewe umeamua kuchukua hizo hatua. Lakini huo ni upande sasa wa kuoa. Hakuna sehemu watu wanamsikiaga sana Bwana kama kuoa au kuolewa. Wanamsikiaga. Sasa utakatifu. Bwana kabisa kuna tabia anakuelekeza zizaliwe kwako. Kuna vitu anakuzuia. Unajiuliza, hii nitaacha kesho. Leo ngoja fanya mwisho tu. Mara moja. Taacha kesho. Nini? Unainyima expression. Hiyo tabia unaifinyilia, anataka ndani yako. Ndio maana Mtume Paulo mahali pengine anasema, msimzimishe, msimhuzunishe Roho wa Bwana ambaye imepewa na Mungu. Kwa Roho Mtakatifu anataka ndani yako, afu unamhuzunisha. Kwa sisi ambao tutaingia kwenye ndoa, Roho Mtakatifu ni msaidizi, mke ni msaidizi. Kama ambavyo Roho Mtakatifu anaweza akahuzunishwa na akazimishwa, vivyo hivyo mke huwa anaweza akahuzunishwa na akazimishwa. Wanaume wengi wamewazimisha wake zao, wamewahuzunisha wake zao, wamekosa msaada waliobeba wake zao. Sasa Roho Mtakatifu anaweka promptings ndani yako, anaweka maelekezo ndani yako, anaweka shauku ndani yako. Kuna wakati nilifundisha kuhusiana na personal revival, nikasema sio nyakati zote. Kuna nyakati huwa kuna hamu ya kitu fulani inakuja. Kuna nyakati, kwa mfano, umevagawa na hamu fulani ya kwamba nisome Zaburi nimalize. Usipochukua hatua, hiyo hamu itakuja kukata. Utasoma Zaburi kwa kuteseka sana. Utakuwa unasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Unachoka. Lakini kuna wakati ni Bwana anataka ndani yako. Sasa nani achukue Biblia? Sio Bwana. Nani aanze Zaburi sura ya kwanza, heri mtu yule? Sio Bwana. Ni wewe. Nini? Unatimiliza wokovu wako. Kutaka Bwana ameweka ndani yako, ila kutimiliza ni wewe. Kuna nyakati kwenye maisha ambapo Bwana anaweka mzigo ndani yako, usikilize mafundisho fulani. Kuna hamu inakuja, bonge la shauku linakuja. Na hapa Roho Mtakatifu anazungumza sasa. Tunaona nimetoka kwenye notes. Hapa Roho Mtakatifu yuko kazini, anatengeneza directions za watu. Msimzimishe. Hallelujah. Roho Mtakatifu yuko kazini hapa. So kuna wakati anaweka ndani yako usikilize aina fulani ya mahubiri, aina fulani ya mafundisho. Kuna wakati unawekewa ndani yako ni ununue vitabu, ni kama phase fulani anaweka ndani yako. Kuna wakati ni phase ya kupanda mbegu sadaka, unapanda
Kuna wakati nakumbuka mimi na mke wangu, we gave like crazy. Tunatoa kama vichaa, unatoa. Ni msimu. Ni nini anataka ndani yako? Sasa ambaye anapaswa akachukue hela ni wewe. Na unachukua, una mahitaji. Tumetoa hela, tuna mahitaji. Unachukua, unaenda kupanda mbegu. Nimetoa kwa senior men hapa mjini. Nimetoa wachungaji ambao ni old as my seniors. Nimeplant seeds kwa wachungaji mbali. Planted my seeds. Ametaka, ila ambaye anachukua hiyo seed na kuplant ni wewe. Anayeamka na kuomba ni wewe. Anayesikiza mafundisho na kuandika kwenye counter book ni wewe. Anayeweka miguu kwenye maji baridi asisinzie ni wewe. Ni nini? You are working out your salvation. Kwa hiyo hivyo tabia za utakatifu utasikia ndani yako zinachemka. Utasikia ndani yako zinasema. Ujue ni nani anataka? Ni Bwana anataka. Lakini kama vile wewe unataka, yani ukijisikia ni wewe unataka. Lakini ukweli ni kwamba ni Bwana anataka, anaitumia nia yako kutaka. Sasa wewe ndiye ambaye unatakiwa kuchukua hatua. Tumeelewa hiyo kitu? Au maneno yangu mawili? Kutaka kwenu na kufanya nini? Na kutenda kwenu. Kwa kutaka ni Bwana anataka. Halafu huko kutaka kunapaswa kuwa translated kwenye kutenda. Na angalia towards what? Kuelekea wapi? Kulitimiza kusudi jema. Amen. Umeelewa hiyo dhana ya kutimiliza wokovu? Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna tabia fulani, kwa mfano kuna nyakati tu itakuja shauku, mimi nataka kujenga tabia fulani tu ya utakatifu. Nataka tukujenga uaminifu. Nataka tukujenga ukweli. Nataka tukujenga. Kuna tabia fulani kuna hamu inakuja. Give it expression. Ipe nguvu. Unaipaje nguvu? Inawezekana unaipa nguvu kwa kuomba. Inawezekana unaipa nguvu kwa kusikiza mafundisho kwenye hilo eneo. Unaipaje nguvu kwa kufanya devotion zaidi. Unaipaje nguvu? Inawezekana kuomba specific prayer. Hiyo unaipa nguvu paka itokeze, paka iwe na misuli, paka iwe na nguvu kiasi kwamba hauhangaiki. Nini? You have worked out. Mpaka inafika mahali hiyo tabia imejitengeneza ndani yako. Hauhitaji hata tena kujiuliza. Yani ndio uko hivyo. Kwa wale ambao wamejifunza kuomba muda mrefu, unajua mwanzoni wakati wa kuomba hivyo tunafanana. Dakika 5 za mwanzo tunafanana. Unaweza ukaona hii tutaenda kwa hili leo. Zile dakika 2 za kwanza yani ni hivi, yani wingu alipo, network haishiki nini. Lakini haimaanishi Mungu hayupo. Ni wewe tu hauko tuned vizuri. Ukiendelea huwa ni baada ya dakika 5 pale unashangaa panaanza kuwa clear. Huwa inatokea hadi kwangu, inatokea. Sasa kwa wale ambao wamejifunza kwenye shule ya maombi, haiwasumbuagi. Unashangaa tu wakati wa anazama kwa mfano kwenye very strong worship, au anazama kwenye kunena kwa lugha, atatoboa, anaenda. Kwa nini? Umeipa expression. Lakini kuna mtu ambaye ndio anajifunza, baada ya hapo anatepeta kabisa. Anasema tutaomba kesho. Kesho tena anaanza kushindwa. Asijue anatengeneza tabia ya kutokuomba ila kwa kuanza kwa kuomba. Yani kuna tabia mpya unaitengeneza ila hujui unaitengeneza. Bwana Yesu atusaidie sana. So as I wind up ni hivi, kila mmoja wetu atasikia ndani yake Roho Mtakatifu anataka. Kila mmoja wetu. Na hapa hata nikiuliza, kuna wakati hadi unapo unasema akiteni. Yani akiteni. Yani leo sitasema tena uongo. Yani kuanzia kesho, yani ile nikiamka hivi nikisha brush hivi, yani uchafu wote wa kinywa na mdomo na uongo humo nenyewe na utoa.
ila somehow somewhat kabla hujabrush umedanganya. Mbona nimeshindwa? Give it expression. Itokeze kwa nje. Kwa kila mmoja wetu niwaambie, Roho Mtakatifu anasema na sisi. Anataka ndani yetu, anataka ndani yetu, anataka ndani yetu, anataka ndani yetu. Na kila mmoja ni shahidi ya kwamba hizo nyakati zimewahi kumtokeza. Si ndio? Si ndio? Hiyo mbegu ishakuwa deposited ndani yako. Mbegu ya kutaka. Nataka usimame mahali ulipo. Tutasukuma ombi moja hapa. Ombi la hiyo wa Filipi 2:12-13 ya work out your salvation. Na anasema kutaka kwenu na kutenda kwenu. Kwa tenda kuomba ya kwamba Roho Mtakatifu nisaidie. Neno la Kiingereza kila mara nimetumia kufanya expression, kuipa expression, kuitokeza kwa nje, kutimiliza kwa nje ile hali ya kutaka ambayo unaipanda ndani yangu. Sasa tutasema hivyo, lakini nataka uende iwe very personal, iwe binafsi sana. Roho Mtakatifu amekuwa akitaka nini ndani yako? Recently, hivi karibuni, wiki hii Roho Mtakatifu amekuwa akitaka nini ndani yako? Mwezi huu Roho Mtakatifu amekuwa akitaka nini ndani yako? Mwaka huu Roho Mtakatifu amekuwa akitaka nini ndani yako? Mwambie Roho Mtakatifu, nipe kutimiliza kwa nje, nipe kutokeza kwa nje, nipe kulithibitisha kwa nje ili ambalo umekuwa ukilitaka ndani yangu. Tumeelewana vizuri? Unataka utaenda mbele za Bwana wote, na wale ambao wanatazama mtandaoni kule YouTube, nataka uende mbele za Bwana uombe namna hiyo ya kwamba Roho Mtakatifu ninaomba unipe kulitimiliza, unipe kulitokeza kwa nje, unipe kulidhihirisha, unipe kulionyesha kwa nje lile ambalo unataka ndani yangu, lile ambalo umeliweka ndani yangu katika jina la Yesu Kristo. Nataka kusikia sauti zilizopazwa kwenye nyumba hii ya Bwana. Nataka kusikia sauti zilizoinuka kwenye nyumba ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nimeona kwenye neno lako ya kwamba mimi nina jukumu la kutimiliza wokovu wangu. Nimeona nina jukumu la work out my salvation, kuonyesha kwa nje wokovu wangu, kudhihirisha kwa nje wokovu wangu, kuonyesha kwa uhalisia wokovu wangu katika jina la Yesu. Ninaliamini neno lako, ninalikubali neno lako, ninakubaliana na maelekezo ya neno lako, na ninaomba neno lako liwe halisi. Roho Mtakatifu nisaidie, Roho Mtakatifu niwezeshe, Roho Mtakatifu nisaidie yale ambayo umeyataka ndani yangu kwenye wiki hii, yale ambayo umeyataka ndani yangu kwenye mwezi huu, yale ambayo umekuwa ukiyataka ndani yangu kwenye mwaka huu, yale ambayo umekuwa ukiyataka ndani yangu kwa kurudia na kurudia. Ile nia ambayo nimekuwa nikisikia ndani yangu, ni wewe umekuwa ukitaka kupitia nia yangu, ni wewe umekuwa ukitaka ndani yangu. Roho Mtakatifu, ninaomba niwezeshe katika jina la Yesu Kristo, niweze kuonyesha kwa nje, niweze kudhihirisha kwa nje, niweze kudhihirisha kwa nje, niweze kudhihirisha kwa nje, niweze kudhihirisha kwa nje katika jina la Yesu. Kutaka tayari umeshakuweka ndani yangu, kunia tayari umeshakuweka ndani yangu kupitia wewe Roho Mtakatifu. Ninaomba niwezeshe, ninaomba niwezeshe, ninaomba niwezeshe yanayotaka niinuke nyakati za usiku ili niweze kudhihirisha, yanayotaka niinuke alfajiri na mapema ili niweze kudhihirisha, yanayotaka nichukue hatua fulani. Ninaomba niwezeshe kuchukua hizo hatua kwa nguvu. Ninaomba kuchukua hizo hatua za ujasiri. Ninaomba kuchukua hizo hatua za kwenda mbele. Ninaomba kuchukua hizo hatua za ushindi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mengine yanataka sana neno lako niyavue. Ninaomba kwa jina la Yesu niwezeshe kuvua,
niwezeshe kuvua mengine sawa sawa na neno lako yanataka nivae, yanataka niyavae, niwezeshe kuyavaa, niwezeshe kuvaa hizo tabia, niwezeshe kuvaa hizo tabia za rohoni, niwezeshe kuvaa hizo tabia za rohoni kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Bwana, Roho Mtakatifu, ninaomba niwezeshe. Roho Mtakatifu, ninaomba niwezeshe. Sharama yakatapa, ninaomba niwezeshe. Shera baba baba, zeta yakatakata, jeda baba baba, sharaba sataka, niwezeshe. Mengine umekuwa ukitaka ndani yangu kuanzia mwezi Januari, mengine umekuwa ukitaka ndani yangu mwezi Februari, mengine umekuwa ukitaka ndani yangu mwezi March, mengine umekuwa ukitaka ndani yangu mwezi Aprili. Katika jina la Yesu ninaomba Bwana, ninaomba Bwana, yatokeze na kuwa halisi, yatokeze na kuwa halisi, yatokeze na kuwa dhahiri, yatokeze na kuwa dhahiri, yaonekane kwa nje, yaonekane kwenye uhalisia, yaonekane kwenye mwenendo, yaonekane kwa nje, yawe ndio matendo yangu. Neno lako linasema kutaka na kutenda kwenu. Nipe kutenda Bwana, nipe kutenda Jehova kwa jina la Yesu. Nipe kutenda Bwana, nipe kutenda kwa jina la Yesu. Endelea kuomba namna hiyo. Endelea kumimina moyo wako, mimina moyo wako kwa Bwana. Mwambie akuwezeshe, mwambie akuwezeshe. Mengine yanahitaji uchukue hatua za ujasiri. Mwambie Bwana niwezeshe. Mengine jioni hii niende na kuchukua hatua za ujasiri. Mengine nichukue hatua za ujasiri hata saa hii tu hapa. Hata tu saa hii hapa ninapoomba nichukue hatua. Nianze kuweka makatazo kwangu, nianze kuweka maazimio kwangu, nianze kuweka uelekeo kwangu, nianze kujiwekea maazimio, nianze kujiwekea makatazo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kutaka kwenu, Roho Mtakatifu anataka ndani yako. Roho Mtakatifu anataka tabia ya kiungu iumbike ndani yako. Roho Mtakatifu anataka tabia ya utakatifu iumbike ndani yako. Roho Mtakatifu anataka mwenendo wa utakatifu utengenezeke ndani yako. Roho Mtakatifu anataka tabia takatifu itengenezeke ndani yako. Ndio maana anataka, ndio maana ameweka hiyo shauku, ndio maana ameweka hiyo njaa. Huyo sio shetani, huyo sio mwanadamu, hiyo sio akili ya kibinadamu. Huyo ni Roho Bwana anataka ndani yako. Huyo ni Roho Bwana anataka ndani yako. Endelea kuomba, endelea kumuhitaji, endelea kumuhitaji, endelea kumuhitaji, endelea kumuhitaji. Na unapoomba namna hiyo unaipa expression. Unapoomba namna hiyo misuli yako ya ndani inajengeka. Unapoomba namna hiyo, hiyo tabia unaiwezesha. Unapoomba namna hiyo, hiyo tabia unaiwezesha. Iseme kwa nguvu, itamke kwa nguvu, unaiwezesha itoke, unaiwezesha idhihirike. Ulimwengu wa roho unasikia, anga linasikia, masikio yako yanasikia. Unapoitaja ndivyo unavyoitoa kwa nguvu, ndivyo unavyoipa misuli, ndivyo unavyoipa umbo, ndivyo unavyoipa mwonekano, ndivyo unavyoipa sababu ya kutokeza na kwenda mbele katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inatokeza katika jina la Yesu. Inatokeza unapokuwa sirini, inatokeza kibinafsi, inatokeza kwenye ngazi ya familia, inatokeza kwenye ngazi ya eneo la kazi kwa jina la Yesu. Tabia ya utakatifu inaonekana, 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 inaonekana. Unavyoitabiri namna hivyo, unavyoinena namna hiyo, unavyoisema namna hiyo, inapata expression, inapata umbo, inapata mwonekano, inajitokeza, inajitokeza kwa nje kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inatokeza, yes, inatokeza ndio, inaonekana ndio, inakuwa dhahiri ndio, inaonekana ndio, inakuwa dhahiri ndio. Bwana ametaka ndani yako, Roho ametaka ndani yako. Iseme kwa nguvu, itabiri kwa nguvu. Bwana ametaka ndani yako, Bwana ametaka ndani yako, Bwana amenia ndani yako. No, sio wewe, ni Bwana amenia ndani yako na ukasikia nia yako imepokea. Ni Bwana amenia ndani yako kwa ajili ya kulitimiliza kusudi lake jema. Give it expression, give it an expression. Acha idhihirike
idhihirike kwa nje, ipe mwonekano, ipe udhihirisho, ipe uhalisia, ipe udhahiri kwa jina la Yesu, ipe udhahiri kwa jina la Yesu. Shebaragadabasata, shepakadosada, jakatepa yagada, zadua katesha, japeka na mayande, reba babasata, jekatapa, jagadaba, jaka, sena mayakata, jeda bababa, jada bababa, jeda bababa, jata yakata, japakataka. Inatokeza, inakuwa dhahiri, inatokeza, inakuwa halisi, inatokeza, inakuwa halisi paka kule nyumbani, paka kule ofisini, wanaotuangalia kwa njia ya mtandao. Inatokeza kwa jina la Yesu. Ninakuombea kwa Bwana, ninakuombea kwa Bwana. Bwana amekuwa akitaka ndani yako. Ninakuombea kwa Bwana, idhihirike, itokeze, iwe halisi, iwe halisi. Ninakuombea kwa Bwana, unayetutazama kwa YouTube, ninakuombea kwa jina la Yesu, itokeze, idhihirike, idhihirike, iwe halisi. Ni Bwana amenia ndani yako, ni Bwana ameweka hiyo shauku ndani yako. Itokeze kwa jina la Yesu. Haya. Jakata pakatakata, shakatakata, mandarakata bababa, jetakata, jakakakaka. Ni katika jina la Yesu Kristo tumemwomba Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Ni katika jina la Yesu imekuwa sawa sawa na tulivyoomba. Tabia ya utakatifu ambayo Bwana ametaka ndani yako inapata mwonekano kwa nje katika jina la Yesu. Inadhihirika kwa nje kwa jina la Yesu. Imepata umbo kwa jina la Yesu. Ndio mwenendo wako sasa kwa jina la Yesu. Ndio kutenda kwako sasa kwa jina la Yesu. Imekuwa katika jina la Yesu. Mshangilie Bwana, haleluya. Mshangilie Bwana, haleluya. Amen, amen. Nyanyua mikono yako ya shukrani mbele za Bwana, muadhimishe Bwana, mtukuze Bwana, mwambie asante kwa neno lake, asante kwa kututumia uvuvio, asante kwa namna ambavyo amefafanusha neno lake na namna ambavyo ametujenga. Mtukuze Bwana Yesu. Baba, twakuhimidi. Jehova, tunakutukuza. Asante kwa jinsi ambavyo umeifinyanga ibada ya leo. Asante kwa jinsi ambavyo umeitokeza ibada ya leo. Asante kwa kututumia neno. Asante kwa kuturuhusu tuombe, kudhihirisha yale ambayo tumeyaona kwenye neno lako. Baba, tunakuhimidi. Jehova, tunakutukuza. Asante kwa kuwa yale tuliyoyasikia na yale ambayo tumeyaomba yamekuwa halisi kwetu. Pokea heshima, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo tumemwomba Bwana. Katika jina la Yesu tumesajili shukrani zetu. Amen, amen. Mungu akubariki na maisha yako hayatabaki kuwa kama yalivyokuwa katika jina la Yesu. Amen. Hakika zitatufuata sisi milele na milele. 2025 kwa wangu wa ufufuo na uamsho. Na huo ndio ushuhuda wako katika jina la Yesu. Unatembea kwenye utakatifu katika jina la Yesu. Unatembea katika uhalisia wa utakatifu katika jina la Yesu. Kutaka kwako na kutenda kwako ni dhahiri katika jina la Yesu. Amen. Nisaidie kusalimia watu kadhaa, waambie